السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma baad, ndugu mpendo mtazamaji, baada kuelezea visa aina tatu ambavyo kwamba nimekumbana navyo. Kwanza kisa cha shekhe mmoja wa Kisuni ambao kwamba aliamiliana na mimi nilivyoeleza video yangu ya kwanza. Lakini pili, kisa cha Sheikh Izzuddin vile vizuri alivyoamiliana na mimi, Allah mbariki na muhifadhi. Lakini tatu, kisa cha kijana mmoja niliosoma na yeye mimi alivyoamiliana na mimi kwa njia ambayo kwamba haipendezi. Na kwa vile nataja kitu ambacho kwamba sikufurahishwa nacho, sioni kwamba ni sawa nitaje jina. Pamoja na kuwa hakuna kizuizi chochote kinachonizuia mimi, labda naogopa kutaja jina, la siogopi kutaja jina. Lakini hamna faida kujua jina la mtu kwa jambo alilofanya kwa kunikwaza. Ama kisa cha tatu ni kisa kilichotokea nikiwa Mina kule wakati nilipoenda haji. Aslan mimi nilikuwa sijawahi onana na Sheikh Mbaraka Weso, Allah muhifadhi. Lakini mara kadhaa niliwahi mfanyia raddi kwa baadhi ya masala, na nikaonana naye ghafla. Pamoja na kuwa sina shaka amenizidi pakubwa sana kiumri, na kwa muda wa da'wa alioingia yeye ni muda mrefu tofauti na mimi. Lakini nilipoonana naye mimi ilikuwa kwa kweli sina nia kumsalimia, lakini alikuja yeye akanisalimia, isitoshe pia akanikumbatia. Mpaka mimi nikamuuliza mara tatu, je, unanijua mimi ni nani? Je, unanifahamu mimi ni nani? Kwa sababu napiga picha zile raddi nilizomfanyia na vile nilivyomuongelea na muamala ninauona anaonifanyia mimi. Mwisho nikamuuliza, niambie mimi ni nani? Akanitajia, wewe ni Muhammad Bahero na mimi nakujua. Hili ni jambo ambalo kwamba ni dogo, lakini bila shaka limeacha athari kwangu. Na wewe mtazamaji, na kuuliza, mtu ambaye kwamba umemfanyia raddi zote na umemkebei kwa maneno makali, umemkemea, umemuongelesha kama mtoto wako vile, kisha kukutana na wewe uamiliana na wewe hivi, na mtu ambaye kwamba labda hakuna kibaya ulichomuongelea na hakuna raddi uliomfanyia, lakini unakutana na yeye unamsalimia na salamu yako aona akijibu badala kupata thawabu ataandikiwa madhambi. Hivi katika hao wawili ni yupi ambao kwamba utavutiwa na muamala wake? Hivi katika hao wawili ni yupi ambao kwamba unaweza hukumu kwamba kweli katika hao wawili huyu amemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah, hichi ni kisa cha 4. Ama kisa cha 5 na cha mwisho ni hivi juzi tu, wala si mbali. Nimeenda msikiti fulani kuswali, nikakutana na rafiki yangu wa zamani ambaye kwamba ilikuwa ni rafiki yangu, tunaganyana chakula. Rafiki yangu ambaye kwamba siwezi lala njaa ikiwa yeye ameshiba, na mimi siwezi shiba ikiwa yeye yuko na njaa. Lakini nilipofika hapo, baada ya miaka mingi kuonana na yeye, baada ya miaka mingi ndo nimeonana naye, nimesalimia asalamu alaikum. Mtu wa kwanza amenijibu salamu, lakini yeye amekataa kujibu salamu. Nimempatia mkono, pia amekataa. Nikasalimia mtu wa mwisho, akajibu salamu, lakini yeye amekataa salamu yangu. Kisha akaniambia shikamana na sunna. Ndugu mtazamaji, kushikamana na sunna ni kumsalimia ndugu yako Muislamu, ama kushikamana na sunna ni kusalimia watu kulingana na vile unavyowajua? Kushikamana na sunna ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, anayekuja amsalimie uliyempata, na aliyekuwa mdogo amsalimie mkubwa, na anayetembea na kipando amsalimie anayetembea kwa mguu. Ama kushikamana na sunna
ni mtu anapokusalimia badala ya ujibu salamu unamwambia shikamana na sunna, ujibu salamu yake. Hivi pale huyu alipokataa kujibu salamu, mimi nilikosa thawabu mbele ya Allah ama niliipata? Ama kwa kuwa madai ya huyu ananiambia mimi nishikamane na sunna, mimi sina sunna, amekataa kujibu salamu yangu, na Mungu atakataa kunilipa thawabu ya salamu niliyotoa? Ama wale waliojibu salamu yangu, wale hawajashikamana na sunna kwa sababu amenijibu yeye, huyu ndo ameshikamana na sunna? Hii ndo hali ambayo kwamba tuko nayo. Kuna watu ambao kwamba idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, wakiambiwa msifanye ufisadi katika ardhi wanasema kwamba sisi tunatengeza, tufanye ufisadi. Allah tabaraka wa taala ashasema, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, je, nisiwaelezeni wale ambao kwamba walikuwa na hasara kubwa katika amali zao? Alladhina dhalla sa'yuhum, ni wale ambao kwamba imepotea juhudi zao na bidii zao kwa kufanya matendo. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wanadhania kwamba wao wanafanya matendo mazuri na wanatengeza kilichoharibika, wanafanya vizuri. Allah amesema ulaika jazaohum jahannam, hao malipo yao ni moto. La haula la quwwata illa billah, hao malipo yao ni moto. Sasa isije ikawa ni mimi ama ni wewe ama ni watu kama hawa. Ndugu zangu, sisi sote tunadai tunafuata sunna, lakini sio yoyote ambao kwamba anadai kwa mdomo ndivyo atakavyohukumiwa, bali kwa uhakika yule anayefuata ndivyo atakavyohukumiwa. Ili jambo kwa kweli limeniudhi, lakini tujue kwamba dini yetu ya Kiislamu hakuna jambo lolote linaamrisha au linakataza isipokuwa ima upate maslahi ama uepukane na madhara, na hiyo pia ni maslahi. Hakuna kitu ambacho kinafanywa katika Uislamu bila malengo. Unafanya maadamu watu wamefanya na wewe unafanya. Ad-dinu mabniyun ala al-masalihi fi jalbiha wa dar'i lilmafasidi, dini yetu imejengwa juu ya maslahi. Ima ufanye jambo likupatie maslahi na faida, ama uache jambo likuepushe na ufisadi na madhara. Angalieni, nitawapigieni mfano. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja mtu kwake akabisha. Mtume akasema mruhusuni huyo mtu aingie. Kisha akamwambia Aisha, huyu ni mtu mbaya sana. Lakini mtu huyu alipoingia, Mtume aliongea naye maneno laini mazuri, akatabasamu, akafurahika na yeye, akacheka. Aisha radhiallahu anha akamwambia Mtume, nashangaa sana na wewe, ilikuwa unamuongelea vibaya yule mtu, na nilihisi akija utakuwa na sura kali na yeye, utaongea na yeye maneno makali, lakini umemchekea, umetabasamu na yeye, umeongelea maneno mazuri na yeye. Angalia dai ambao kwamba yuko na hikma. Mwisho akasema, inna min sharri nnasi inda Allahi manzilatan yawma alqiyama man tarakahu nnasu ittiqaa sharrihi, mtu mbaya mbele ya Allah na alikuwa na manzila mabaya siku ya kiyama ni yule ambaye kwamba watu wamemuacha kwa kuhofia shari zake. Bimaana Mtume alijua huyo mtu pamoja na shari zake, nikiamiliana na yeye vibaya shari itazidi wala haitapungua. Ndio maana ameamiliana naye vizuri. Na hivi ndivyo ilivyo ukiwa dai siku zote, angalia kitu na maslahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ka'b ibn Malik na Murara ibn Rabi'a na Hilal ibn Umayya, masahaba watukufu hawa, walipokosa kwenda ghazwa Tabuk, alikataa kuwasalimia, na bali wao walipokuwa wakisalimia Mtume alikuwa ajibu salamu zao. Kwa nini? Hawa ni watu wema, lakini kwa kosa moja tu Mtume alikataa kujibu salamu zao wala kuwasalimia. Na huyu ni mtu muovu, lakini alipotokezea Mtume alimsalimia na aliongea naye maneno mazuri na alitabasamiana na yeye, kwa sababu dini imejengwa na maslahi. Na huyu ilikuwa maslahi ya kupunguza shari zake, si kumkatalia salamu na kuongea naye vibaya, bali hiyo ndo njia ya kupunguza makali ya shari zake. Lakini hao masahaba ilikuwa maslahi ni kufanywa hivyo ndo waweze kubadilika. Pamoja na hiyo, haya walioyafanya kina Ka'b ibn Malik na Murara ibn Rabi'a na Hilal ibn Umayya ndio waliowafanya wanafiki. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha kuwasalimia wanafiki.
wala hakukataa kujibu salamu za wanafiki, wala hakukataa kuongea na wanafiki, kwa sababu alijua hawa ni wanafiki. Nikizidi kuwatenga ndo watakosa sababu ya wao kuongoka. Kwa hiyo wewe ukiwadai, fanya vitu na maslahi. Usisome tu kwa vitabu. Sufyanu Thauri alikataa kusalimia fulani na wewe unakataa kumsalimia Muhammad Bahero au fulani. Ayubu Sakhtiyani amekataa kumsalimia fulani na wewe umekataa kumsalimia. Abu Nuaim al-Marwazi amekataa kumsalimia fulani na wewe umekataa kusalimia. Angalia maslahi. Huyo Abu Nuaim alipokataa kumsalimia fulani ilikuwa na athari gani kwa huyo fulani? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokataa kusalimia masahaba ilikuwa yuko na athari kiasi gani? Na wewe unaokataa kumsalimia Muhammad Bahero, salamu yako itamfanya anyongeke au na stress, au kimsalimia utamfanya afurahike aruke mpaka aguse mbingu? Fanya vitu kwa maslahi. Tuache kwenda tu na mrengo, tuache kwenda tu kama wanasiasa, tuache kwenda tu na makundi yetu na msimamo wetu. Tuangalie kitu tunachofanya kuna maslahi gani. Angalia Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala amepita mahali watu wanywa pombe, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote atakayeona munkara kataze, na yeye alikuwa na uwezo wa kukataza, hakukataza. Wenzake wakamuuliza mbona hujakataza na hiyo ni munkara? Akasema waache wale wanywe, kwa sababu wale wakilewa ndo watu wanapata amani, lakini wale wakikosa kulewa wanawapora watu mali zao, wanawavamia watu, wanawakaba watu. Kwa hiyo bora walewe, hii ni shari na wahusu wao, lakini tukakataza walewe, shari itaenea kwa wengine ambao kwamba watadhulumiwa. Sasa hivi ndo nafaa awe kijana wa Kiislamu anaipenda dini yake, yuangalia maslahi yako wapi, mimi nafanya jambo gani, jambo hili natengeza ama naharibu. Wewe usisalimiwe alafu ukawa umenuna hujibu salamu, kisha wataka kumnasihi yule unayemuona amepotea ili aongoke. Haiwezekani. Na wewe usiketi ukitetea manhaji yako na unashindwa. Mtu kama wewe unatetea manhaji ni ya haki, kisha wewe ujibu salamu. Pale unapomwambia mtu shikamana na sunna, je, unamaanisha mtu shikamana na sunna abague wenye kuwasalimia kama vile wewe unavyobagua? Je, unamaanisha mtu ashikamane na sunna aanze kufanyia raddi watu kama vile wewe unavyofanyia watu raddi? Nasikitika sana vijana ambao kwamba wameshikamana na sunna wanadai hivyo. Mtu anafikia kufanyia raddi mwenzake mpaka anamtuhumu ni mzinifu, anamsingizia, anamfanyia kadhfi, kisha inaitwa hii ni kutetea dini. Mimi nawaambieni nyinyi watazamaji, mara nyingine hawa vijana kama sisi tunaotetea dini au tunaodai tunapigania dini, tunavisha jambo letu la batil kwa haki. Muone tunatetea dini, kumbe tunachuki binafsi. Yalbisuna alhaqa bilbatil, lakini sisi nalbisu albatila bilhaqi, tunaivisha ile batil kwa haki. Juu inaonekana ni mtizamo wa dini, lakini ndani inaonekana ni chuki zetu binafsi wenyewe. Ndio kaona Mtume amefanya vitu kwa maslahi. Alipokataa kujibu na kuwatolea salamu masahaba wale watatu, wale masahaba walijuta na waliona dhiki katika dunia. Hata kama masahaba wote wangekuwa wanaamiliana na wao, lakini Mtume peke yake ndo amewatenga wao, hii ingetosheleza kuwa ni adhabu kali. Na hata kama ingekuwa masahaba wote wamewatenga, lakini Mtume peke yake ndo yoongea na wao, hii ingekuwa ni faraja kubwa. Na hiyo ikawapelekea wakajutia, mpaka Allah tabaraka wa taala akateremsha aya katika Qur'an za kubainishia kwamba Allah tabaraka wa taala ameshawasamehe na hawa wametakasika tayari. Kwa hiyo wewe unaketi umemfuria mtu, hujibu salamu yake, humsalimii miaka 5, miaka 6, miaka 7, miaka 10, na hakuna suluhu yoyote inayopatikana, hakuna mabadiliko yoyote yanayopatikana. Dini yetu hii haijatuamrisha tuendelee kuishi na chuki na tuendelee kukuza chuki na tuendelee kukuza uadui. La, hiyo ni dini yenu nyinyi, si dini ya Mungu. Dini ya Mungu ni ile ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala sema yeye ndio ameshikamanisha nyoyo. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim, lau ungetoa chochote ulichomiliki katika dunia hii haungeshikanisha nyoyo zao.
kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema wa kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, nyinyi mlikuwa maadui, Allah katia upendo na ushikamano baina nyoyo zenu. Hii ndo dini ya Mungu, inafanya waliochukiana wapendane. Lakini dini ya kufanya waliopendana wachukiane, hiyo ni dini ya wachawi. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji. Nia yangu ni safi, nimekusudia kurekebisha na nimeongea yale ambayo kwamba ya sawa. Ikiwa umenielewa sawa, alhamdulillah. Lakini ikiwa umenielewa vibaya, sitaandikiwa thawabu wala sitaandikiwa dhambi kulingana na vile wewe ulivyonielewa, lakini nitaandikiwa thawabu na dhambi kulingana na kile nilichoongea na yale niliyokusudia. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ikiwa haujanielewa vizuri, usikose kufuatilia part 1, part 2, part 3, na hii ni part 4. Na kama kuna makosa yoyote nitajifunza kwa wale watakaonirekebisha, lakini wale watakaopiga fujo nitawaambia siku zote, walaysa yadhurru nabhu alkalbi najman walaysa yakhafu min humurin usudu. Ubwekaji wa umbwa haudhuru chochote katika nyota, na fujo la punda halimbabaishi simba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.